Na karibu mtazamaji katika makala yetu ya podcasti hapa kwenye Youth Cafe. Leo tunajadili mradi ambao ni mpango wa msaada kwa majadiliano ya uhamaji na uhamaji kati ya Afrika na Umoja wa Ulaya, yani MMD. Leo lengo letu ni kukusanya uzoefu na maoni ya walimu kuhusu kufundisha vijana juu ya uhamaji usio rasmi. Hili ni jambo ambalo tumeliona na tumeliona sana hasa kwenye habari. Tumeona watu wakililia serikali wasaidie kurudisha watu wao ambao wamekwama katika nchi za ngambo. Leo tutasikiza kutoka kwa walimu ambao wamekuwa wakitusaidia kwenye mradi huu kuhamasisha vijana kwenye mashule ili tuweze kufahamu ni mambo yapi ambayo wamepatana nayo, ni nini ambayo wameona na ni vipi mradi huu unasaidia vijana. Tunajua kuwa samaki mkunje angali hai, angali mbichi. Kwa hivyo leo tutaona njia hii ambayo tumeichagua kuwasilisha ujumbe huu kama inafanya kazi ama tunafanya tu kazi bure. Karibu. Leo nimeungana na mwalimu ambaye ni kaka Bahati. Karibu. Mwalimu ambaye amebobea kwenye lugha ya Kiswahili kama unasikia. Leo tumebadilisha lugha kiasi. Kwa hivyo tutajaribu sana kuwasilisha ujumbe huu kwa Kiswahili sanifu, Kiswahili ambayo ni lugha yetu ambayo tunaipenda. Kwa hivyo karibu sana mwalimu, tunaomba ujitambulishe. Naam, mwanzo niseme kwamba shukran sana dada kwa kunipa mwaliko leo kufika katika studio zenu, na mwanzo niwape hongera sana. Studio zenu aisee zinapendeza ajabu. Asante. Alafu pili pia ninafurahi kwamba umefanya kutoa wasifu wangu mkubwa tu namna ulivyosema. Mimi nafikiri naweza nikasema ni shabiki mkubwa kabisa wa ino lugha shirafu ya Kiswahili. Na kwa hivyo mimi naitwa Kaka Bahati. Kaka Bahati mwanzo nilivyosema ni shabiki ashiki kabisa wa lugha ya Kiswahili. Alafu pili, Kaka Bahati vile vile ni mwandishi wa vitabu vya Kiswahili. Ameandika vitabu vingi tu vinavyotumika mpaka shule za upili vya fasihi pamoja na matumizi ya lugha. Alafu tatu, Kaka Bahati pia ni mshajiishaji anayekwenda kuwamotisha wanafunzi katika shule mbalimbali, na vile vile Kaka Bahati ni mwalimu anayefundisha. Nimefundisha shule mbalimbali na kwa sasa ninafundisha shule ya Magulamu, ukipenda wavulana, ya Lang'ata. Nimefundisha shule nyingi tu ikiwemo ile ya mabinti ya Lions Girls. Nimefundisha mpaka kule wanakotoka wale wanasema wafugaji, Suguta Marmar, pembe zote za Kenya, na pia nakwenda kuzuru, na mimi naweza nikasema kwamba ni balozi wa Kiswahili. Naam. Balozi ambassador bila shaka hapo. Sasa kwa majina ni Hazel Gadhoni, na mimi ndio mwasilishaji wenu wa leo. Bila kuharibu muda tuingie basi kwenye jambo letu hususan ambalo limetuleta hapa. Kwa hivyo mradi huu wa mpango wa msaada kwa majadiliano ya uhamaji na uhamaji kati ya Afrika na Umoja wa Ulaya ni mradi ambao unahamasisha kwa sana vijana kuhusu uhamaji ambao si rasmi, mambo ambayo yanaweza kukuta unapotoka nchi yenu hadi nchi geni bila zile njia ambayo ni rasmi, njia ambayo ni ni halali, kusamahani. Kwa hivyo kwa haya mazungumzo yote utatusikia tukirudilia na kurudilia tena kuwa kama unataka hama kwa njia ambayo ni rasmi, hama kwa njia ambayo serikali yaweza kusaidia na serikali inatambua kuwa hauko na sisi na hauko katika nchi yetu ya Kenya. Tunatumia shule kwa sasa kufikisha ujumbe huu. Kwa hivyo TYC ambayo ni Youth Cafe na mashule na walimu kama Kaka Bahati hivi tunafikisha ujumbe huu kwa kama Magulamu wale wa mashule za sekondari na tunaomba kuwa kwa siku ambazo zinakuja tutaweza kuwasilisha ujumbe huu kwa watu wengi, si tu wanafunzi. Kwa hivyo Kaka Bahati, naomba utueleze mradi huu umesaidiaje, yale mafunzo ambayo ulipata yalikuwa na usaidifu yoyote, ni nyenzo zipi ambazo zilikuwa kwa huu mradi ambayo ilifanya wewe pia kama Mkenya uelewe mambo ya uhamaji ambao ni rasmi, na ni nyenzo zipi zilisaidia pia uweze kufikishia
wanafunzi wetu ujumbe huu. Naam, shukran hakika binti Gathoni, na nitasema kwamba mwanzo tena niwape hongera sana kwa nyinyi kupata nafasi na pia kuwazia ili swala la kutaka kuelimisha hususan vijana kuhusu ule uhamiaji, na hususan uhamiaji ambao ni haramu, na waweze pia kutambua uhamiaji ule haramu na ule uhamiaji ambao ni halali. Na asante vile vile pia kwa kufanya kutoa mafunzo kupitia kampuni hii na au shirika hili, mafunzo ambayo mlilenga kuwahamasisha walimu ambao wanahusika pakubwa na wale vijana. Na mafunzo mliotoa hakika yalikuwa na nafasi chanya na kubwa sana katika mafunzo na pia uelimishaji. Na nitaanza kwa kusema kwamba mwanzo mimi binafsi nilifanya kufurahi sana na zile nyenzo mlizozitumia katika ile mafunzo mlikuwa mnawafundisha walimu. Kwa mfano wakati ule wa mafundisho kulikuwepo na mifumo au mitindo miwili. Kulikuwepo na ule mtindo wa makala, na kukawa pia na mtindo ule sasa wa kufanya maswala inavyostahili kuwa. Na hili ninaposema kufanya maswala, nitasema kwamba kuweka katika maigizo. Wanafunzi au walimu walifanya kupata yale maigizo, na yale maigizo nafikiri kuna mchezo uliokuwepo ule wa kufanya kufungua kufuli na ili kupata ile kodi, alafu pakawa pia na yale matini ambayo mlitupa ya kusoma na mkatuelekeza, nikana kwamba mlituelekeza katika maabara tukafanya kwa kupitia vitendo. Kwa hivyo yale matendo pamoja na matini yalikuwa ni ya manufaa kabisa. Na vile vile pia kulikuwepo na michezo ilohusishwa katika ile mafundisho, na mchezo ambao nimeutumia ambao nafikiri ni mfano halisi kabisa ni ule wa kutafuta ile kodi na zile kadi kuzipanga ile kupata zile nambari za kusaidia kupata ile kodi. Na nafikiri ulikuwa na mafundisho kwamba mwalimu au yule mhusika aliyokuwa anahusika katika ule mchezo aweze hususan kupata bongo zake kunawiri katika kusikiliza na pia katika kuwaza. Asante sana mwalimu. Shukran. Tunafurahi kuwa uliupenda mtaala, uliupenda jinsi ambayo zile nyenzo ambazo tulileta. Lakini kwa kila jambo lazima kuna vikwazo. Ni vikwazo vipi ambavyo ulipitia? Ni changamoto zipi ambazo ulipitia kwenye kuwasilisha mada hii? Naam, asante tena binti Gathoni. Naweza nikasema kwamba mafunzo yenu yalikuwa kabambe, yalikuwa na umuhimu mkubwa, japo naweza nikasema changamoto iliyokuwepo katika ule mchakato mzima wa ufundishaji wa walimu nafikiri ulikuwa ni muda. Kwamba mambo mengi yalikuwa yanafanywa kwa muda ambao ulikuwa ni kiduchu au kipenda muda mfupi, na hivyo basi pengine katika siku za usoni pendekezo ambalo naweza nikatoa ni kwamba pengine wakati mtaleta yale mafundisho muda nao utengwe, isiwe tu ni mafunzo pengine ya siku moja pekee, muda utengwe wa kutosha ili wale wanaohusika katika ile mafundisho wapate muda wa kufanya kutagusana vizuri na mtaala wenyewe pamoja na mradi huu ambao mnauzindua. Asante. Mwalimu, wanafunzi walipokeaje masomo kuhusu uhamaji? Je, kulikuwa na maswali ambayo yalikushangaza? Yani wanafunzi walileta maswala ambayo hata huko unatarajia kama mwalimu, na ulitumia mbinu gani kufanya somo likuwe la kuvutia? Naam, asante, swali zuri hilo. Hakika naweza nikasema kwamba mwanzo wanafunzi walipata msisimko fulani. Na nafikiri kwamba hii ni mada ambayo siku nyingi sisi kama jamii na hususan serikali imekuwa haivali njuga au kufanya pengine kujifunga kibwebwe ili kufanya kuwafahamisha vijana na hata jamii nzima. Sidhani kwamba hizi ni habari tu ambazo vijana pekee wanastahili kuzipata. Ni swala ambalo linatuathiri sisi kama jamii pana, na utagundua kwamba hata wale wanaoathirika katika swala la uhamiaji hususan wa mataifa ya magharibi ya ugaibuni bila kupitia hususan zile sheria halali, wengi utakuta kwamba inakata pembe zote, si vijana tu, hata wale waliobugia chumvi. Wengi wanataka kwenda kule ugaibuni. Kwa hivyo wanafunzi walifanya kusisimka kuhusu swala hili. Alafu wengi wakawa, hata kuna wale wengine ambao hawakuwa
kwa sababu katika shule ninakofundisha mimi wanafunzi wanatoka pembe zote za Kenya. Na mwanafunzi mmoja ambaye yotoka eneo la Turkana. Yeye mwanzo alikuwa ananichekesha pindi tu alipokuja shule, alisema ndo mara ya kwanza ameona mvua ikinyesha mara 5 kwa wiki moja. Kwa sababu kule kwao mvua ni nadra sana, mara nyingi wanaiona hata mara 1 kwa mwaka. Sasa nilihakisha kwamba katika ile mafunzo naye ameshiriki, manake inakuwa ni kama kuzindua au kutibua zile bongo zake. Kumtoa katika ule muktadha wa mazingira aliozoea kule nyumbani, kufungua bongo zake aweze kuwa na sasa mtazamo mpana wa kuona dunia kama kijiji kidogo tu. Sasa katika ule mchakato mwanzo alikuwa anauliza, inaweza ikatokeaje kwamba mtu aliozaliwa kule Turkana mwishowe akapata kwenda kuishi mataifa ya ugaibuni, unaona? Sasa yeye akawa anauliza swali kama ile ambalo nilihisi kwamba lilikuwa ni zuri la kumfungua pevu. Sasa akajua kwamba kumbe mtu anaweza akawa Mwafrika, amezaliwa hapa Afrika au hapa Kenya, lakini mwishowe akaenda kuishi. Lakini sasa nikafanya kumweka wazi, kumweleza kwamba ni muhimu sana kufuatia au kufanya kuzingatia zile sheria na njia sahihi, ili unapotaka kwenda kule unaweza kwenda kule. Na pia waliuliza mbona mtu anastahili kwenda kuishi ugaibuni. Sasa nikawa na nafasi ya kuwajuza mambo mengi tu, kwamba mtu anaweza akawa amekwenda kule pengine kuendeleza masomo, hata wengine wakawa na. Sasa ndo pale nikataka kuzua kidogo, sidhani kama ni mchecheto au, lakini nitaka kuleta ile futuhi kidogo tu katika mazungumzo yetu. Nikawa na wauliza, ni wangapi hapa mlozaliwa hapa Kenya, lakini pengine manake ile ni shule ya magulamu, unataka kufunga pingu za maisha pengine, au unataka kupata jiko kutoka ugaibuni. Sasa pale nikaona mikono yote imenyanyuliwa. Kila mtu anataka mzungu. Jamani, yataka kuelewa na wala kwa ni mzungu au yule ambaye ana uraia wa kule ugaibuni. Sasa wakawa wananiuliza, na je, iwapo nitapata mchumba kutoka ugaibuni, ninahitaji tena bado kufuata zile sheria? Waona swala kama lile? Sasa nikawa nawajuza, nawaambia naam, yule unataka kufunga pingu zake za maisha, kama mnaamua mnakwenda kuishi kule, bado ni muhimu sana kufuatia zile sheria zilizowekwa za uhamiaji. Naam. Thank you. Na je, uliona mabadiliko yoyote katika kuelewa au mitazamo ya wanafunzi? Uliona ni kama lile swala limesikika katika yale masaa ambayo umesema ni kidogo, lakini uliona kama wanafunzi nao wamehamasishwa? Naam, ninaweza nikasema hakika binti Gathoni kwamba niliona mtazamo mwanzo, nilivyosema ule msisimko, na wao wanafunzi walipotambua kwamba kuna watu wanaokwenda kuishi ugaibuni kufanya kazi kule masuala kama yale. Nafikiri ile kile kisebusebu, ule mshawasha wa wao kutaka kwenda ugaibuni niliuhisi kupitia yale maswali waliouliza, na pia wakawa kama ni mabalozi wanawafahamisha wanafunzi wengine. Kwa kuwa hatukuweza au sikuweza kuhusisha shule nzima, nilifanya kuwachagua wanafunzi idadi fulani. Sasa ile idadi nilofundisha kuhusu uhamiaji, hususan halali na ule haramu, nikawaeleza kwamba sasa wao wanastahili kuando kama nyenzo au pengine kurunzi ya kupitisha habari hizi kwa vijana wengine. Na hivyo basi mara nyingi ninapokwenda hata darasani, ninapowaambia kwa mfano watunge sentensi katika somo la Kiswahili, utakuta kuna baadhi ya wao ambao wanatunga sentensi wakihusisha mtaala au zile shughuli za mafundisho nilowapa ya uhamiaji haramu na ule halali. Kwa hivyo nikagundua kwamba kweli pana msisimko fulani. Alafu pengine kuna pia wale ambao katika muda wao wa ziada wanakuja binafsi na maswali kuuliza, je, ni kozi zipi ninaweza nikafanya baada ya pengine shule ya upili? Kumbuka tuna mifumo miwili kwa sasa ya elimu. Kuna mfumo wa CBE na mfumo ule wa 844 ambao sasa tumesalia na miaka miwili tufanye kufanya ile tunasema kwamba tuweke katika kaburi la sahau. Naam, kwa hivyo msisimko upo dada Gathoni. Naam. Napo sasa nimeshangaa pia kujua kuwa kuna wanafunzi ambao hawajioni hata siku moja wakienda Ulaya, lakini pia kuna wanafunzi ama watu ambao wamekulia kuambiwa kuwa kwenda Ulaya ndio kuwa na maisha bora, kwenda Ulaya ndio sasa kushinda kwenye maisha. Na kuna
hadithi mingi ama taarifa mingi sana za kupotosha. Naam. Ulihamasishaje wanafunzi kuwa taarifa hizi zote si ukweli? Aha, asante. Napenda sana swali hilo. Na nafikiri hata mimi nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo kabisa napokuwa. Mwanzo tulikuwa tunaonea sana fahari wale ndugu zetu au dada zetu huenda wakawa si watoka nitoke, lakini pengine majirani au katika taifa ambao wamefanya kuhamia katika mataifa ya ugaibuni au pengine wamekwenda kule kuzuru tu na kurejea. Na hivyo basi nakumbuka hata nilipokuwa mdogo mama mzazi kila mara alikuwa na ile kauli ya soma mpaka uende ng'ambo. Ndio. Sasa nilikuwa nasubiri sana kutaka kujua kule ng'ambo kuna nini. Na nafikiri kwamba jamii imefanya kuweka, naweza nikasema kwamba falsafa fulani kwamba mtu anapokwenda ugaibuni maisha yake yatakuwa ni chanya. Na jambo ambalo sitaki kulikanusha. Ndio. Pana nafasi kubwa kwamba mtu anaposafiri au kuhamia ugaibuni huenda akabadilisha maisha yake, ndio. Lakini vile vile pia kuna taarifa na utafiti na mifano ambayo tumefanya kushuhudia, na katika kule kushuhudia mifano ile tumeona kwamba pia kuna watu ambao wamekwenda ugaibuni lakini pakatokea matatizo. Sasa mimi katika kuwaelekeza na kuwafundisha wale vijana nimewaarifu kwamba mwanzo nimetumia ile mifano halisi. Kwa mfano juzi binti Gathoni, unakumbuka tumekuwa na swala hili la Urusi. Ndio. Kwamba kuna Wakenya wengi sana ambao wanahamia kule Urusi, lakini njia wanazotumia ni haramu. Ndiyo. Na kuna wale mawakala au ukipenda katika ungenge tunaita agents. Yes. Wale mawakala ambao lengo lao huwa ni kunufaika kwa hela fulani. Ndiyo. Wanawatoa Wakenya au Afrika kutoka Afrika na kuwapeleka kule bila kuwapa, hususan mwanzo hawatumii zile sheria halali. Ndiyo. Alafu pili hawaelekezi wale wanaohamia kule ugaibuni ni matarajio yepi wanayotarajia kule. Na wengi wa Wakenya na hata Afrika wengi wamejikuta wamehamia kule ugaibuni, lakini wakakuta kwamba kile walichoambiwa hapa na wale mawakala sicho wanachokutana nacho kule. Waliahidiwa migodi, wakaahidiwa ajira kubwa kubwa, lakini wanapokuta kule wengine tumeona kwamba wamewekwa katika lile jeshi la Urusi kwenda kupigana vita. Mtu ambaye hapa kwetu hajawahi hata kushika mtutu wa bunduki, kule mara ya kwanza anapo ule mtutu wa bunduki anaambiwa aingie mwituni kwenda kupigana na mabomu. Ndiyo. Waona Kwa hivyo natumia mifano halisi au halisia kama ile kuwapasha wale vijana kwamba usipotumia mbinu halali kuhamia kule huenda ukajikuta katika matatizo. Ndio. Kaka Bahati. Naam. Kuna hali ama mambo ambayo yanaweza fanya mtu kama kijana ahisi kuwa njia ambayo ni rasmi ni njia refu ama njia gali. Ungesema kuwa ni mambo gani ama ni hali gani ambayo inaweza vutia vijana kuanguka kwenye mtego huu ya hawa mawakala ambao wanajaribu kuwaibia pesa? Asante. Binti Gathoni, nafikiri nitasema kwamba moja, nafikiri kuna katika jamii swala la uchumi limekuwa, naweza nikasema kwamba ni kichocheo kikubwa sana cha vijana wengi katika taifa la Kenya na hata Afrika kutaka kwenda ugaibuni. Na pia kuna ile falsafa ulivyozungumzia awali kwamba na ule mtazamo kwamba mimi ninapokwenda ugaibuni basi kule ni kama kuna mifereji ya hela ninapofika kule tu. Na hata si ajabu kwamba utakuta kwamba pengine una watu ambao wako kule, sisi ambao tumesalia hapa Kenya, au kuna baadhi ya watu ambao wapo hapa Kenya, kila mara watakuwa wanapiga simu kule wakitarajia watumiwe pesa, kwa sababu katika bongo zao na mitazamo yao alimradi umekwenda ugaibuni au umehamia kule basi hela moja kwa moja utazipokea. Waona? Naam, kwa hivyo nafikiri kwamba umaskini mwanzo huchangia pakubwa, kwamba utafanya hata utapata kwamba kulikuwa pia, kama unakumbuka vizuri, kulikuwa naweza nikasema kwamba katika ungenge tunaita scandal. Ile iliyokuwa imetokea kule Eldoret ya wale wanafunzi ambao wazazi wao hata waliuza mashamba ili kupata hela, na kulikuwa na wakala bandia pale ambaye alipokea hela kwa wazazi na wanafunzi wale chungu nzima, akiwaahidi kwamba watakwenda kupata masomo ugaibuni, na kumbe ulikuwa ni mradi gusha ubandia, na mwishowe ikawa kwamba kiendacho kwa mganga hakirejei, wakawa wamesalia kulia kilio cha mbwa koko. Kwa hivyo swala la umaskini na vile vile ule mtazamo, na pia naweza nikasema kwamba msukumo kutoka kwa wazazi na watu katika jamii. Wewe
kwa mfano binti Gathoni, umeshasoma masomo mpaka shule ya upili, ukakwenda chuo kikuu, ukafanya kufuzu vizuri tu. Sasa hapa ikatokea kwamba huna ajira katika taifa lako la Kenya, na ukasikia kuna wakala bandia katokea akasema atakupa ajira ugaibuni. Sasa ukapata ule msukumo kabisa wa kufanya chochote kile, kupata hela zozote zile umpe yule wakala ili ufanye kwenda kule kusaka ajira. Kwa hivyo masuala ni matatu niliyozungumzia: umaskini, ukosefu wa ajira na ule msukumo wa kijamii. Ndio. Ni vizuri sana. Naona kuwa maswali yangu unawajibu hata bila mimi kuuliza, kitu ambacho kinapendeza sana. Lakini mwalimu, uhamaji rasmi ama uhamaji usio rasmi tafadhali, unaona aje, kama umeathiri aje vijana? Kuna mtu ambaye labda unajua ama mwanafunzi ambaye unajua ambaye amepitia jambo hili? Asante. Na nafikiri kwamba mwanzo tunapozungumzia uhamiaji, nafikiri tumejikita pakubwa binti Gathoni katika uhamiaji wa pengine kutoka Kenya wa Afrika kwenda mataifa ya Ulaya na ugaibuni. Kumbuka pia kuna ule uhamiaji ambao pia bado ni haramu kati ya mataifa ya Kiafrika, hata ile Afrika. Ukakuta mtu pengine ametoka Kenya, amehamia taifa la Uhabeshi pasi na pengine njia zile halali, na hata wengine wakahamia kule kupiga kura waona wakati wa uchaguzi, waona Sasa athari iliyokuwepo, hususan ninapoangazia swala hili, utakuta kwamba kuna baadhi ya wanafunzi ambao katika yale mafundisho na tulipokuwa kwamba tunatagusana na wao, kuna mwanafunzi mmoja ambaye alinifuata baadaye na akafanya kusema kwamba mzazi wake kwa sasa analelewa na mzazi mmoja. Baba alifanya kupata wakala ambaye yule wakala alimdanganya kwamba angepata ajira fulani alipokwenda kule Ulaya, akafanya kusafiri. Alipofika kule ikagunduliwa kwamba stakabadhi zake zilikuwa ni gushi alizopewa. Sasa ikawa mwanzo akawa anaogopa hawezi kwenda pale katika ubalozi, afisi za ubalozi, kwa sababu pale akifika pale atashikwa kwa kuwa ameingia mle na stakabadhi ambazo ni gushi. Sasa unakuta kwamba mwanafunzi huyu siku zote ameishi na mama pekee, baba yuko Marekani, lakini baba hawezi kusafiri kurejea kwa sababu stakabadhi zake ni gushi, na anapojipeleka kwenye ubalozi moja kwa moja atagundulika. Kwa hivyo waona ile swala limeathiri ulezi au malezi. Sasa asante sana. Kufundisha kwako ungesemaje kumesaidia wanafunzi kuchambua kwa makini taarifa au ahadi hizi za kuwa watasafiri na watasafiri kwa njia ambayo si halali? Naam, asante binti Gathoni. Naweza nikasema kwamba nafikiri mwanzo ni muhimu kwa sasa hata serikali ifanye kuhusisha sehemu hii ya uhamiaji hususan haramu na halali kwenye mtaala, kwa kuwa hili ni swala ambalo juzi umemwona yule waziri wa masuala ya nje wa taifa la Kenya, imebidi yeye mwenyewe akafanya kusafiri kutoka Kenya kwenda Urusi ili kuangazia ili swala la uhamiaji haramu wa Kenya wengi wanaokwenda kule Urusi na kuingizwa katika kile kikosi cha jeshi, na wengi hata wameangamia baadaye, familia zao zikawa zinalia hapa na kuomba msaada serikali. Kwa hivyo nafikiri hii ni nafasi nzuri sana ya serikali kuwazia kuweka mada au swala hili kwenye mtaala wa CBE ili wanafunzi wanaposoma watambue zile hatari za uhamiaji haramu, na pia watambue njia halali za kuhamia mataifa ya ugaibuni, na pia nafasi chanya zilizopo katika ile mataifa ambazo wanaweza kwenda kule na wao kuendelezwa au kukuzwa kama binadamu. Naam, kwa hivyo katika ufundishaji wangu ninahusisha sana mifano halisia kama hilo nilozungumzia. Alafu pia katika yale mafundisho ule mradi wa kuwahusisha kwamba wanafunzi wanaweka kwenye kikundi na wanawazia swala fulani kupata ile kodi ya kufungua ule kufuli, na husisha katika mafunzo yangu ili kufanya bongo zao kuwa na uwezo wa kuwaza kabla ya kufanya maamuzi. Na mwalimu, ni jambo la kusikitisha sana kama ulivyozungumzia. Tunakumbuka watu wetu wote ambao waliangamia kwenye zile vita, ambao walienda huko kwa njia ambayo haikuwa ya kustahili, haikuwa rasmi. Kwa hivyo tunawakumbuka na tunawasihi sana, kama wewe ni mtazamaji, tafadhali tilia jambo hili maanani, usipuuze hata kidogo. Kama unataka kutoka nchini Kenya, kama unataka kwenda Ulaya ugaibuni, tafadhali fuata njia ambayo ni zinapaswa, fuata njia, jaribu sana
kuhakikisha unafuata njia ambazo zinakubalika na nchi, ili usijipate tena kwa kaburi ambayo we mwenyewe umejichimbia, na unatuhitaji sasa tuanze kutatua shida ambalo ulijiletea mwenyewe. Mwalimu, tafadhali tuendelee na kwa kushiriki katika mradi huu. Kumekubadilishaje kama mwalimu? Kumekusaidiaje? Asante sana binti Gathoni. Naweza nikasema kwamba nafikiri mimi mwanzo kama mwalimu, kuna ile kauli ya kwamba elimu haikomi. Ndiyo. Na kila siku tunajifundisha. Na mimi kama mwalimu kupitia hususan shirika lenu nilifanya kuelimika hata zaidi. Manake mwanzo hili ni swala ibuka ambalo linaathiri sana jamii. Na kwa hivyo mimi kupata nafasi ya kuhusika katika swala hili na kupata mafundisho, mwanzo nilifanya kupata taarifa zaidi kuhusu uhamiaji, uelewa mkubwa kabisa kuhusu uhamiaji halali na kutofautisha na uhamiaji haramu. Na pia ikanipa msukumo wa si tu katika pengine shule na kufundisha, nikawa na ule mchecheto kwamba ni jambo ambalo ninaweza hata nikaanzisha mafundisho haya kwenye mitandao ya kijamii ili kuelimisha vijana pamoja na jamii kuhusu njia halali za kuhamia mataifa ya ughaibuni au Ulaya, na vile vile namna ya kujiepusha na mitego ya wale mawakala gushi wanaotaka kuchuma tu hela za wale wa Kenya wa Afrika, lakini kuwaweka katika matatizo kwa kupitia uhamiaji haramu. Ni jambo zuri sana kusikia kuwa elimu pia mimi nimehamasishwa sana, nimesoma kutoka kwa mradi huu. Ni mradi mzuri, ni mradi ambao tunatarajia utasaidia Wakenya kwa jumla. Kwa hiyo mwalimu, ningependa pia kujua ni mambo gani yalifanya kazi vizuri katika mradi huu, na ni mambo yepi pia uliona kuwa tungeboresha kidogo? Asante sana binti Gathoni. Nilishawapa hongera na kongole kwamba kwanza kwa lewazo, na pili hususan pia kwa kuleta ile mafundisho, na hata kuwazia kwamba mnataka kuwahusisha walimu na wale vijana wapate habari kama hizi. Alafu katika changamoto, kumbuka Waswahili wanasema kwamba hakuna zuri lisilokosa dosari. Sasa pengine na mimi naomba nisiite dosari, lakini niite pengine mapungufu ambayo yanaweza kurekebika. Na nilizungumzia awali swala la muda. Kwamba ningependa pengine katika mafundisho yajayo mfanye kuhusisha muda wa kutosha, ili yale matini japo ni mengi yasihusishwe tu kwa siku moja. Alafu vile vile naweza nikasema kwamba swala jingine ambalo mnastahili pengine kulizingatia ni kufanya kupita mipaka au mawanda mliokuwa mmeweka. Kama kwa mfano mlikuwa pengine mmelenga tu Nairobi na pengine Kiambu au pengine Kajiado, sasa muwe kwamba mnapanua, kwa sababu hizi ni habari ambazo zinaathiri taifa lote. Kwa hivyo mfanye kupenyeza mpaka kule vijijini. Manake hatuzungumzi tu, mwanzo hatuwaambii vijana wasikwende ughaibuni. Hilo lifahamike. Lakini tunawaambia wakwende ughaibuni kwa njia halali, sio? Kwa hivyo hii ni habari ambayo hata wale vijana ambao nimetumia mfano yule mwanafunzi wangu kutoka Turkana. Kwa hivyo habari hizi zifike mpaka kule, ili hata wale watoto ambao wako kule wajue kwamba wanaweza wakakwenda ughaibuni, lakini kwa njia ambazo ni zinafaa. Ndio, asante sana mwalimu. Ni rasilimali au msaada gani ambayo ungependa kuona katika mradi huu ama programu zizazo? Asante. Nafikiri mwanzo ningependa kwamba pengine pale vile naweza nikasema kwamba rasilimali na pia vile viambajengo au ukipenda nyenzo za ufundishaji na upitishaji mtaala huu. Kwa mfano mnaweza kama shirika, na najua kwamba ile ni shirika ambalo si la kiserikali, lakini linahusika na serikali ndo liendeshe shughuli zake hapa. Na pia na wizara ya elimu pia imehusika hapa, ndo ikawapa nafasi ya nyinyi kwenda katika shule na kusema na hawa vijana na pia kuelekeza na kuwafundisha walimu. Sasa naweza nikasema kwamba pengine zile nyenzo waona, juzi mlipoleta mafundisho mlituletea kulikuwa na ile michezo ya kufungua kule kufuli, na ile michezo ni muhimu sana kwa wanafunzi
wanafunzi, kwa sababu inafanya kunawirisha bongo zao, zinakuwa pevu katika ule wazaji kina kabla ya kufanya maamuzi. Sasa pengine nyenzo kama zile na rasilimali mnaweza mkaziongeza ili wanafunzi wengi wapate nafasi ya kushiriki, na pia mnaweza mkaja pengine na masuala kama video za kuonyesha masuala halisi, kama mifano ndo tumia ya kuonyesha vipi pengine baadhi ya Wakenya au Afrika walivyohamia kule, ile katika ungenge tunaita documentary. Mnaweza mkaja kama hiyo pengine mkaweka kwenye nia, alafu wanafunzi wale au vijana wakawa wana uwezo wa kuona ile athari hasi ya uhamiaji haramu, na pia sehemu ile nzuri waone mtu anapofuata nyenzo nzuri ni vipi anavyofaidika. Tumeona hata kuna baadhi ya Wakenya wamekwenda kule wakapata mpaka uraia na hata wakachaguliwa kuwa viongozi kule Marekani. Kwa hivyo uhamiaji ambao ni halali una manufaa yake. Ya mwalimu, alafu pia tungependa kujua jamii ama mashirika na watunga sera wanawezaje kusaidia vijana kufanya maamuzi sahihi kuhusu uhamaji? Shukran binti. Ndiyo. Swali hilo zuri sana, na nafikiri niliwazia sana, na nikawa nafikiria mwanzo jamii ina nafasi kubwa kabisa katika mchakato mzima wa kuelimisha vijana dhidi ya uhamiaji haramu na kuwaelekeza na kuwapa motisha wafuate uhamiaji ambao ni halali. Na kuna mashirika mengi tu, kwa mfano kuna mashirika ya kidini, tunaweza tukaanza na taasisi za kidini kama vile dini ya Kiislamu, kuna makanisa, kuna misikiti. Habari kama hizi zikihubiriwa na wale wanaitwa wachungaji au pengine wale wahubiri pale kwenye kanisa na masheikh kwenye misikiti, kwa sababu wanatagusana na wale wanajamii katika kile kiwango cha chini kabisa, ana kwa ana, na wana nafasi kubwa sana ya kupenyeza habari hizi kwa wale vijana na jamii yote. Swala jingine ni serikali. Nilivyozungumzia, serikali ina nafasi kubwa, manake imeshaathirika kwa pakubwa kupitia mifano ambayo nimetoa awali katika mazungumzo yetu. Kwa hivyo ina nafasi kubwa ya kupenyeza habari au mswala mada hii ya uhamiaji haramu na halali kwenye mtaala wa CBE, ili wanafunzi iwe ni sehemu ya mada ambayo wanafunzi watasoma na kuelimika, kupata elimu pakubwa katika ule mchakato wa ufundishaji. Naam. Asante sana mwalimu. Kusisitiza, ni ujumbe gani ungependa kuwapa walimu wengine au vijana kuhusu uhamaji usio rasmi? Naam. Nitasema hivi binti Gathoni, kwamba kwa wewe kijana na wewe hususan ambaye pengine hata ni mwanajamii, kwa sababu nimesema kwamba hili swala haliathiri tu vijana, linaathiri sote, na hata kijana anapoathirika familia yake nayo inaathirika. Ndio maana tumeona kwa mfano wale vijana waliohamia kule Urusi wakaingizwa katika kile kikosi cha wanajeshi, na wengine hata wakapelekwa mwituni. Siku ya mwanzo kabisa hawajawahi kushika mtutu wa bunduki, wakapewa kushika ule mtutu wa bunduki kwenda kwenye vita, na wakawekwa kwenye safu ya mbele. Mwishowe maisha yao yakapotea, wakapigwa risasi na yule hasidi mpinzani, na jamii yao huku Kenya au huku Afrika ikawa inalia na hata kuomba msaada kwa serikali. Kwa hivyo mimi wasia wangu ndo huu kwa wewe kijana au wewe mwanajamii. Mwanzo maisha huisha. Alafu pili, maisha yanaweza kuishiwa au yanaweza kutengenezwa mahali popote pale. Na ile kasumba kwamba unapokwenda ugaibuni au unapokwenda mataifa ya Ulaya ndipo sasa ufanye kufanikiwa, mimi mwanzo siikanushi una uwezo wa kufanya hivyo, lakini pili pia huenda ikawa si ukweli kupitia mifano ambayo tumeona. Na nafikiri nafasi nzuri sana kwa wewe kijana na wewe mwanajamii ni kwamba unapotaka kwenda Ulaya, unapokwenda mataifa ya ugaibuni, hamna tatizo pale, lakini fuata njia ambazo ni sahihi. Na pia kuna watu ambao, kumbuka binti Gathoni, kuna hili swala la irregular migration na kuna swala la illegal migration. Pengine ndio swala ambalo hatukuliangazia hapa. Kuna pia baadhi ya wale wanafunzi, mpenzi mtazamaji, ambao utakuta kwamba pengine hata umepata ile tunaita scholarship au ufadhili, umekwenda kusomea ugaibuni na ulikuwa ni ufadhili pengine wa miaka 2, lakini baada ya miaka 2 kukamilika, zile stakabadhi zako sasa, nafasi na muda wako wa kuishi kule umekamilika, na inaashiria kwamba unastahili kupata tena nafasi nyingine mpya ili uendelee kuishi kule, lakini wewe ukawa bado unaendelea kuishi pale. Ile sasa ndo tunaita irregular
migration, kwamba uko pale, ulikwenda pale halali, lakini muda wako wa kuishi pale umekamilika. Sasa wasia wangu ni kwamba mwanafunzi ambaye umepata ufadhili unakwenda kusoma kule, hakikisha kwamba hata unaangalia baada ya muda wako kukamilika ni vipi utafuata sheria ili kuongeza muda wako wa kuishi pale ugaibuni au pale Ulaya, katika taifa ulofanya kuzuru au kwenda kuishi. Na kama si hivyo, urejee nyumbani Kenya kule ulikotoka au Afrika kabla zile sheria za taifa ambalo ni mwenyeji wako kufanya kukuandama. Halafu kwa wewe mzazi, jamani, usimpe msukumo mwanao na kumwahidi au kutaka kumwekea lile shinikizo kwamba lazima asafiri akwende ugaibuni eti kule ndo kuna maisha. Manake hii ni sababu mojawapo ambayo inafanya vijana wengi, kwa sababu ya ule msukumo, wewe umemaliza masomo chuo kikuu, uko hapa, wenzako wamepata kazi, nasikia kuna kazi kule ugaibuni, sijui kule Marekani, sijui kule Uingereza, mbona unakaa hapa na wenzako wako Marekani? Sasa unakuta yule kijana kwa sababu ya msukumo wa mzazi na hata jamaa zake, anaamua kujikuta kwamba anajiingiza na kupatana na wakala ambaye ni gushi, anafanya lolote ile juu chini, anakwenda kule ugaibuni na anaingizwa katika shughuli ambazo mwanzo vunja sheria, alafu pili maisha yake yameharibika. Naam. Ndio, asante sana Mwalimu Bahati kwa kujiunga nasi, kwa kutuelimisha. Ni vizuri sana, huwa tunasema kila wakati, ni vizuri kukuhamasisha na kukuletea ujumbe, lakini ukisikia ujumbe kwa watu ambao wanapitia haya mambo, kwa watu ambao wanaona haya mambo, ndio maana tunawaletea watu kama hawa katika makala haya, ili ujue si ujumbe tu, bali ni kitu ambayo tunafaa tuzingatie kama Wakenya. Na mimi ombi langu tu kwa kila mtu ambaye ananisikiza, kila mtu ambaye anatazama saa hizi, tafadhali fikisha huu ujumbe. Tuhakikishe hii si kazi ya mradi peke yake, hii ni kazi yetu sisi wote kama Wakenya. Ni jambo ambayo tunafaa tuzingatie, ni jambo ambayo tunafaa tuhamasishe sana, ili tujisaidie sisi na tujifaidi. Unaweza kufanikiwa. Unaweza kufanikiwa ukiwa Kenya, na unaweza kufanikiwa ukiweza kuenda Ulaya. Lakini kama unataka kwenda Ulaya, tafadhali kuna njia halali, kuna njia ambazo ni rasmi, na ni njia ambazo katika makala yajayo tutazingatia. Tutaweka makala ambayo tutawafundisha na tutahamasisha pia nyinyi watazamaji. Kwa hivyo sisi wote tuungane kama jamii, tuache kudanganyana, tuache kuingia kwenye mitego ya watu ambao tu wana nia mbaya na sisi, na sisi wote tutumie njia ambazo hatujiingizi kwa mitego ambayo inatuumiza kama Wakenya, inatuadhiri kwa njia kubwa kama ambazo mwalimu amezingatia, na njia ambazo tumekuwa tukiona kwenye taarifa za habari kama nchi. Asante sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika makala haya. Asante kwa kutusikiza, na pia kama unataka tuendelee kuleta makala ambayo tunazungumza lugha ya taifa ambayo ni Kiswahili, tujulishe katika comments. Nitajifunza comments zinaitwaje kwa Kiswahili ama mwalimu, katika kauli pale chini. Asante sana. Kwa jina langu ni Hazel Gathoni. Tuungane na wewe katika awamu ijayo. Asante.